Hatimaye Profesa Janabi ashinda mkurugenzi WHO Afrika. Mshauri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan masuala ya afya na tiba, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji Hospitali ya Taifa Muhimbili, Profesa Mohamed Yakub Janabi ametangazwa rasmi kushinda uchaguzi na amechaguliwa kwa kushindo kuwa mkurugenzi Shirika la Afya Duniani WHO kwenye uchaguzi uliofanyika Mei 18 mwaka 2025 huko Geneva. Uchaguzi umefanyika kuziba nafasi ambayo iliyoachwa wazi na aliyekuwa mkurugenzi mteule nafasi hiyo Daktari Faustini Ndugulile baada ya kufariki dunia, ambapo Profesa Janabi alikuwa ni mgombea pekee kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, huku wenzake wanne wakitokea nchi za Afrika Magharibi, akiwemo Daktari Ndakonani Michael Yao wa Ivory Coast, Daktari Drame Mohamed Lamini wa Guinea, Daktari Buluma Hama Sambo wa Niger na Profesa Migwaya Mustafa wa nchini Togo. Ni taarifa kutoka Geneva. Mshauri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania masuala ya afya na tiba, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji Hospitali ya Taifa Muhimbili, Profesa Mohamed Yakub Janabi ametangazwa rasmi kushinda uchaguzi na amechaguliwa kwa kishindo kuwa mkurugenzi Shirika la Afya Duniani WHO kwenye uchaguzi uliofanyika Mei 18 mwaka 2025 huko Geneva. Peter Serukamba atoa kauli na gombea ubunge. Mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba ametangaza rasmi dhamira yake ya kugombea ubunge katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, akisema sasa ni muda mwafaka wa kutumikia wananchi kwa ukaribu zaidi kupitia nafasi ya uwakilishi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ingawa bado hajaweka wazi anaenda kugombea jimbo lipi. Peter Serukamba amesema hayo wakati wa kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa kilicholenga kupitia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama hicho kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Peter Serukamba ameendelea kusema kuwa mimi leo nadiriki kusema, nadhani hii ni halmashauri yangu ya mkoa wa mwisho. Mimi nimekata shauri, nimemwonea wivu kaka yangu Lukuvi kukaa bungeni kwa muda mrefu, na mimi nataka niende huko na nina uhakika nitashinda huko. Nitaenda na nashukuru sana wale wote mnaokwenda kugombania nafasi ya ubunge na watakia kila la heri. Ni taarifa kutoka mkoani Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba ametangaza rasmi dhamira yake ya kugombea ubunge katika uchaguzi wa mwaka 2025, akisema sasa ni muda mwafaka kwa watumikia wananchi kwa karibu zaidi kupitia nafasi ya uwakilishi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ingawa bado hajaweka wazi anakwenda kugombea jimbo lipi. Tundu Lissu arejeshwa Ukonga gerezani. Upande wa serikali umeiambia mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwamba inatarajia kuwa na mashahidi 15 na vielelezo 9 katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, ambapo hayo yameelezwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Muhini na jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Nasolo Katuga baada kusomewa Lissu maelezo ya awali, yani PH. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Juni 2 mwaka 2025 kwa ajili ya kuanza kusikilizwa kwa mashahidi wa upande wa serikali, huku mawakili wa Tundu Antipas Lissu wakisema wao watataja kwa sasa idadi ya mashahidi walionao. Ikumbukwe hapo awali Tundu Antipas Lissu alisomewa PH alikana kwamba Aprili 3 mwaka 2025 akuitisha mkutano makao makuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa watiania. Pia sio kweli kwamba vile aliko vyombo vya habari kwa ajili ya kuhabarisha umma katika mkutano huo. Katika maelezo hayo Tundu Antipas Lissu alikubali taarifa zake ikiwemo majina, pia yeye ni mkazi wa Tegeta na kwamba ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Pia alikubali kwamba ameshitakiwa mahakamani hapo kwa makosa matatu ya kuchapisha taarifa za uongo. Mbali na hayo, mwenyekiti Tundu Antipas Lissu amekana kuchapisha taarifa za uongo kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 wagombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walienguliwa kwa maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia amesema sio kweli kwamba majaji ikiwa ni Chama cha Mapinduzi CCM hawawezi kutenda haki na kwamba wanataka kuteuliwa kuwa majaji wa mahakama ya rufani, huku akidaiwa maneno hayo alichapisha katika mtandao wa YouTube. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye upande wa serikali umeiambia mahakama ya hakimu mkazi Kisutu
kwamba inatarajia kuwa na mashahidi 15 na vielelezo 9 katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, ambapo haya yameelezwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Muhini na jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Nasolo Katuga baada kumsomea Tundu Antipas Lissu maelezo ya awali, yani PH. Profesa Nagu ateuliwa naibu katibu na hatimaye Profesa Nagu ateuliwa naibu katibu mkuu TAMISEMI. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Profesa Tumaini Nagu wa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua pia Meja Jenerali mstaafu John Julius Mbongo wa mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi ya kampuni ya Meli Tanzania Tashiko kwa kipindi cha pili na Musa Hamza Mendia wa mwenyekiti wa bodi ya shirika utawala wa Meli Tanzania Tasaki kwa kipindi cha pili mfululizo. Uapisho wa katibu naibu mkuu utafanyika tarehe itakayopangwa. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Profesa Tumaini Nagu wa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya. Na hatimaye Boniface Jacob atoa kauli siami Chadema. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Pwani Boniface Jacob maarufu kama Boniai amesema ana mpango na wala afikiri kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo amekanusha fununu za wanaosema wametangulia kuwa alafu yeye na wengine wanafuata baadaye, huku pia akisema ameongea na mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe na amemhakikishia wahusiki wanaohama Chadema. Akiongea jijini Dar es Salaam, Boniface Jacob amesema baada ya uchaguzi wa chama tu hatujawahi kuwa na vikao vya pamoja, kwamba sasa tuna msimamo ili twende tofauti na chama au kujipanga dhidi ya chama. Hatujawahi kufanya hivyo. Siku zote wanaosema shetani hupita sehemu yenye nyufa, ombwe la maneno, shetani anapita katikati. Mimi nimekuja hapa maana wengine wamesema tumeambiwa wale wanatangulia nyie mtaenda mwishoni. Unampigia mtu simu anakuambia mheshimiwa, mbona tumeambiwa kabisa tunatangulia, wewe unakuja, basi nichukue fursa hii waambia kwamba mimi siamini na wala sina mpango huo. Sijawaza wala sifikiri kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mimi ni kijana wa chama, mwaka huu natimiza miaka 20 ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Haimaanishi Chadema mambo mazuri au tunafaidika. Sijawahi kupata kazi ya kuajiriwa ndani ya Chadema. Hatupo Chadema kwamba kuna hela, lakini angalau nina fadhila kwamba chama hiki imefanya nimekutana na watu. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Pwani Boniface Jacob maarufu kama Boniai amesema ana mpango na wala afikiri kuwa Chadema, ambapo amekanusha fununu za wanaosema wametangulia kuwa alafu yeye na wengine wanafuata baadaye, huku pia akisema ameongea na mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe na amemhakikishia wahusiki na wanaohama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema.